Yes, jambo mpenzi mtazamaji wa channel hii ya YouTube ya 5 Media. Leo ninakuletea yale ambayo yanaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na timu ya Taifa Stars, ambapo pia Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amesema kwamba Taifa Stars hawakutolewa, maondolewa, sisi ni people Morocco tutakutana. Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba ametoa agizo kwa Wizara ya Michezo na mashirikisho ya soka nchini TFF na ZAF kuangalia upya kanuni za mashindano ili kuwapa nafasi zaidi wachezaji wazawa, ikiwa ni mkakati wa kuandaa kikosi imara kuelekea mashindano ya AFCON mwaka 2027 ambapo Tanzania itakuwa ni mwenyeji. Akizungumza siku ya jana Januari 5 visiwani Unguja, Zanzibar, Waziri Mkuu amependekeza kuwa mashindano kama haya, kombe la shirikisho na ligi kuu muungano yatumie wachezaji wazawa pekee. Amesema hatua hiyo itasaidia kupanua wigo wa wachezaji wa ndani kupata uzoefu wa mashindano mengi na kuandaa vyema kabla ya kuungana na wachezaji wanaocheza nje ya nchi. Aidha, Waziri Mkuu ameipongeza kwa dhati timu ya taifa Tanzania kwa kiwango kilichoonyesha katika mashindano ya AFCON nchini Morocco. Amesema kuwa ingawa timu hiyo imeaga mashindano, haitokubali bali imetolewa kutokana na mazingira ya mchezo, hasa dakika za mwisho za mchezo wao wa mwisho. Kufuatia ushujaa huo, Waziri Mkuu amewaelekeza wakuu wa mikoa Dar es Salaam, Pwani pamoja na Wizara ya Michezo kuandaa mapokezi ya kishujaa kwa vijana hao watakaporejea nchini. Kati akizungumza hayo, pia kumekuwa na maoni mseto pia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Baadhi watu wanasema kwamba imetolewa kama Chadema vile vile na CCM, hivyo Chadema ni peoples tutakutana. Na kuunga mkono ndugu yangu, kama mtu haitaki Tanzania aende anakotaka yeye. Sisi tunazungumzia mpira, yeye analeta utaila. Sio waziri mkuu, ni katibu mwenezi. Kwa hiyo kumekuwa na maoni kadha wa kadha, kila mtu anasema hiki na mwingine anasema hiki, lakini ukweli wa halisi ya mambo ni kwamba mchezo huo dhidi ya Morocco na Taifa Stars ulikuwa ni mchezo mzuri wenye vuta ni kuvute, ambapo moja kwa moja ilionekana kabisa kwamba timu ya Taifa Stars imeweza kunyimwa ushindi wake kutokana na dakika za mwisho kupata penalti, na referee ya mchezo huo akagoma kuweza kuwapa timu ya taifa hiyo penalti, jambo ambalo ungeweza kupelekea kwenda katika hatua nyingine zaidi ya kimichezo. Kwa upande mwingine, rais wa TFF wa Rais Karia bado yuko kule nchini Morocco, ambapo anaendelea na baadhi ya vikao, huku zaidi ikitarajiwa kwamba mambo mengine yanaweza yakaendelea kuhusiana na sakata hili ambalo linaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, endapo viongozi wa timu hiyo ya TFF watakapoamua kwenda juu zaidi, huenda referee wa mchezo huo atachukuliwa hatua nyingine ambayo itamlazimu kupata adhabu kali kutoka shirikisho la mpira barani Afrika, yani CAF. Kwa upande mwingine, viongozi wa timu ya Taifa Stars wanatarajiwa kurudi siku ya leo, ambapo maelfu kwa mashabiki watakuwa wameenda kuwapokea katika uwanja wa Julius Kambarage Nyerere.